Na habari mtazamaji wa channel yetu ya Biomedia, hope uko poa. Kwa upande wangu mimi niko vyema sana. Karibu tuendelee kuangazia story mbalimbali ambazo zimeweza kumake headline right now katika mitandao ya kijamii. Story ambayo imetikisa mitandao ya kijamii kwa sasa hivi mtazamaji wa Biomedia, bila kupoteza wakati nitakupitisha ni kwamba mama mzazi wa mjasiriamali dada Jennifer Jovin almaarufu kama Nifa ameomba msamaha kwa Rais Samia Suluhu Hassan kutokana na makosa ya mwanae ambayo ameyafanya. Karibu sana mtazamaji. Amefahamika kwa jina la Mwanaisha Isaac, ambaye huyu ni mama mzazi wa mfanyabiashara maarufu kutoka nchini Tanzania ambaye anafahamika kwa jina maarufu kama Nifa, lakini jina lake ni Jennifer Jovin. Lakini pia ameibuka hadharani mama mzazi wa bidada Nifa na kuomba msamaha akiwa anamuomba Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa niaba ya binti yake ambaye anashikiliwa na jeshi la polisi kwa zaidi ya wiki moja sasa. Na akiwa na hisia pamoja na majonzi mpaka machozi, mama huyo aliweza kusema hivi: mimi nitaweza kunukuu, mama, nimekuja mbele yako kuomba msamaha kwa niaba ya makosa aliyoyatenda binti yangu. Binafsi sikuyapenda, ndio maana nimekuja kumuombea msamaha, lakini pia najiombea mimi na familia nzima. Nimeagizwa na familia nije kukuomba msamaha mama. Mwanangu ni tegemezi katika familia yetu, hatuna mwingine wa kumtegemea zaidi ya Nifa. Nifa ni mtoto mzuri, wengi mnamfahamu kwa Tanzania. Naomba mniombee pia msamaha kwa niaba ya binti yangu. Sijui imekuaje ametetereka na hile. Hiyo ni nukuu ambayo nimeweza kupita nayo. Ni maneno ambayo alikuwa anazungumza katika video clip ambayo inasambaa mitandaoni, mama mzazi wa bidada Nifa akiwa anazungumza akiomba msamaha kwa rais kwa ajili ya binti yake bidada Nifa. Mtazamaji wa Biomedia, itakumbukwa kwamba Nifa alikamatwa Oktoba 27, 2025 na jeshi la polisi kwa tuhuma za kuhamasisha vurugu na kuchoma vituo vya mafuta kuelekea uchaguzi mkuu ambao ulifanyika tarehe 29 mwezi Oktoba. Na kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Novemba 4, 2025 na mawakili wake, wakili Peter Kibatala akizungumza, alithibitisha kwamba mteja wake yuko salama na kwamba taratibu za kisheria bado zinaendelea, ingawa sasa hakueleza hatua halisi ambayo ilifikiwa hadi sasa. Ni taarifa ambazo zimetufikia hivi punde mtazamaji. Kwa update mbalimbali, kipi atajibu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ama hatima ya hili la mwanadada Nifa litakuwa wapi? Endelea kusubscribe, kushare, kulike na kucomment kufuatilia taarifa zetu hatua kwa hatua ili kufahamu yale yote ambayo yatakuwa yakiendelea. Hii ni Biomedia mtazamaji. Uwe na wakati mwema. Jina langu ni Official Rose D.